Mtazamaji, Mungu halali na malipo ni hapa duniani, kesho mbinguni ni hesabu tu. Sasa hivi Samia Suluhu amekosa usingizi na amepatwa na maumivu makali ya kichwa. Hii ni baada ya meli yenye bendera na usajili wa Tanzania kuweza kukamatwa katika taifa la kigeni linalofahamika kama El Salvador. Meli hiyo ilikuwa imebeba madawa ya kulevya hatari, madawa ya kulevya zaidi ya tani 6.6. Mbaya zaidi, sasa wakosoaji na wanaharakati wameweza kuhusisha meli hiyo na mwanawe Samia Suluhu Abdul Samia. Mwanae Samia Suluhu Abdul Samia sasa aingia kwenye balaa hilo kubwa baada ya wakosoaji na wanaharakati kumhusisha na uhalifu huo wa madawa ya kulevya unaohatarisha kukamatwa na mataifa ya kigeni. Kabla ni kuonyesha na nikupashe zaidi, chukua sekunde yako moja kwa moyo mkunjufu na wa dhati, tafadhali bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla tuendelee. Hali ya kisiasa inayomzunguka Samia Suluhu Hassan imezidi kuwa ya wasiwasi na mbaya zaidi baada ya kunaswa kwa madawa ya kulevya kimataifa kuiweka Tanzania chini ya uangalizi mkali na hatarini. Kilichoanza kama operesheni ya mbali ya baharini haraka kilibadilika na kuwa mjadala mkali, huku wakosoaji, wanaharakati iliyohusishwa na Tanzania inaweza kuhusika katika mojawapo ya matukio makubwa ya kunaswa kwa madawa hatari ya kulevya katika historia ya hivi karibuni. Wakosoaji wengine walienda mbali zaidi kumhusisha mwanawe Samia Suluhu Abdul. Maendeleo yanayoendelea yamesababisha hofu ya uharibifu wa sifa ya Tanzania, matatizo ya diplomasia na wasiwasi wa kina wa kimfumo kuhusu usimamizi wa baharini. Shinikizo linapoongezeka, serikali sasa inajikuta ikilazimika kujibu hasira za ndani na kuongezeka kwa tahadhari ya kimataifa, ambapo Samia Suluhu usiku wa leo amefanya haraka kumtuma msemaji wa serikali Jason Msigwa kuweza kujibu na kulizungumzia suala hilo. Hata hivyo, mzozo huo uliongezeka kufuatia tangazo kuu la Nayib Bukele ambaye ni rais wa El Salvador, taifa hilo ambapo meli hiyo ya madawa ya kulevya Tanzania ilipokamatwa, ambaye pia alifichua kwamba jeshi la wanamaji la taifa lake liliweza kufanikiwa kunasa shehena kubwa ya madawa hayo ya kulevya, na ni madawa hatari sana aina ya unga. Sitaweza kuyataja hapa kwa sababu ya sheria za mtandao huu wa YouTube, lakini fahamu tu ni madawa mabaya sana ya kulevya. Operesheni hiyo ilielezwa kuwa kubwa zaidi ya aina yake katika historia ya nchi. Ilisababisha kunaswa kwa takriban tani 6.6 za madawa hayo ya kulevya. Meli iliyohusika inasemekana ilikuwa ikisafiri chini ya bendera ya Tanzania iliyopeperushwa. Mara moja ilivutia Afrika Mashariki na kuzua maswali mazito kuhusu asili na usajili wa meli hiyo. Ukubwa wa operesheni hiyo ulipendekeza mtandao wa kimataifa wa ulanguzi wa dawa za kulevya uliopangwa kwa kiwango kikubwa. Mamlaka nchini El Salvador ilithibitisha kuwa wanaume 10 walikamatwa wakati wa operesheni hiyo ndani ya meli hiyo yenye bendera ya Tanzania, ambao wote walikuwa raia wa kigeni kutoka nchi zikiwemo Colombia, Nicaragua, Panama na Ecuador. Hata hivyo, maelezo haya yalielekezwa kwenye muungano changamano wa kimataifa inayozunguka kesi hiyo. Ingawa hakuna raia wa Tanzania aliyohusishwa kukamatwa moja kwa moja ndani ya meli hiyo, uwepo wa bendera ya Tanzania iliyopeperushwa kwenye meli hiyo uliweka nchi hiyo katikati ya uchunguzi wa kimataifa uliokuwa ukipanuka kwa kasi. Hata hivyo, meli hiyo inasemekana kutoka Zanzibari. Hata hivyo, hali ilizidi haraka kuwa suala la kidiplomasia na kisiasa badala ya kubaki kuwa suala la jinai tu. Habari zilipoenea, serikali ya Tanzania ya Samia ililazimika kuchukua hatua jioni ya leo haraka kufafanua msimamo wake kuhusiana na meli hiyo ya madawa iliyokamatwa. Hata hivyo, maafisa walithibitisha kwamba meli hiyo ya Tanzania iliyokamatwa El Salvador kweli ilikuwa imesajiliwa chini ya taifa la Tanzania Zanzibari, haswa kupitia mfumo wa usajili wa baharini kutoka Zanzibari. Uandikishaji huu, ingawa ulikusudiwa kutoa uwazi, badala yake ulichochea mjadala na wasiwasi wa umma. Wananchi wengi walianza kuhoji ni kwa namna gani chombo cha aina hiyo kingeweza kupata usajili wa Tanzania na iwapo uchunguzi ufao umefuatwa. Suala hilo lilihama haraka kutoka kwa uhalifu wenyewe hadi kwenye uaminifu wa mifumo ya udhibiti wa nchi.
Hata hivyo, msemaji wa serikali Jason Msigwa alijaribu kutuliza hali hiyo kwa kusisitiza kuwa meli hiyo haimilikiwi wala kuendeshwa na Watanzania na inaendesha shughuli zake nje ya maji ya taifa. Hata hivyo, alisisitiza kuwa usajili chini ya bendera ya Tanzania haulingani na ushiriki wa kitaifa katika shughuli za meli hiyo. Hata hivyo, maelezo haya hayakuwanyamazisha wakosoaji ambao walidai kwamba matumizi ya bendera ya taifa la Tanzania yanahusisha asili ya nchi na hatua zozote zinazofanywa na chombo hicho bila kujali umiliki au eneo lake. Kiini cha utata ni dhana ya sajili ya wazi ya meli hiyo, mfumo unaotumika sana kote ulimwenguni. Chini ya mfumo huu, nchi huruhusu meli zinazomilikiwa na wageni kusajiliwa chini ya bendera yao kupitia mawakala walioidhinishwa. Tanzania, kama mataifa mengine mengi, inashiriki katika mfumo huo kama serikali zinazodhibitiwa na mashirika kama vile Shirika la Kimataifa la Bahari. Kama mataifa mengine mengi, inashiriki katika mfumo huu kama sehemu za shughuli za kimataifa za bahari zinazodhibitiwa na mashirika kama vile Shirika la Kimataifa la Bahari. Ingawa mfumo huu unatambulika kisheria na kimataifa, mfumo huu umekosolewa kwa muda mrefu kwa kuunda mianya inayoweza kutumiwa na mitandao ya uhalifu inayotaka kutojulikana na kupunguzwa kwa uchunguzi. Kwa hivyo, tukio hili limefichua udhaifu ndani ya mfumo huu wa kimataifa, hasa kwa nchi zinazotegemea sajili zilizo wazi kama chanzo cha mapato. Wakosoaji wanasema kwamba bila uangalizi mkali, mipango kama hiyo inaweza kutoa bima kwa shughuli haramu kimakosa, ikiwa ni pamoja na ulanguzi wa dawa za kulevya kama tukio hili, ulanguzi pia wa binadamu na uhalifu mwingine wa kimataifa. Mtazamaji, haya yote ni kulingana na maneno ya Jason Msigwa ambayo anadai sasa hivi. Katika hali hii, bendera ya Tanzania, hata hivyo, wanadai ikawa ishara iliyonaswa katikati ya operesheni kubwa na ngumu zaidi ya uhalifu, wakiweza kutenganisha uhalifu huo na taifa la Tanzania. Katika kukabiliana na msukosuko huo, serikali ya Zanzibar pia ilichukua hatua madhubuti kwa kufuta usajili wa meli hiyo. Hatua hii ilipokonya chombo hicho haki yake ya kufanya kazi chini ya bendera ya Tanzania, hivyo kuashiria jaribio la kuitenga nchi na kashfa hiyo. Hata hivyo, wakosoaji wameenda mbali zaidi na kuweza kuhusisha meli hiyo na mwanawe Abdul, lakini wengi wanasema ya kwamba hii anahusishwa tu kwa sababu za kisiasa. Mamlaka pia ilianzisha uchunguzi wa ndani kuhusu wakala aliyehusika kusajili meli hiyo kwa lengo la kubaini iwapo taratibu zozote zilikiukwa au kupuuzwa wakati wa mchakato huo. Serikali pia ilisema kuwa adhabu ya kinidhamu na kifedha zinaweza kutolewa ikiwa kosa lolote litafichuliwa. Hii ni pamoja na uwezekano wa kutozwa faini au vikwazo dhidi ya watu binafsi au mashirika atakayobainika kushindwa kutekeleza majukumu yao. Lengo, maafisa walipendekeza kuzuia matukio kama hayo katika siku zijazo. Udharura wa hatua hizi unaonyesha uzito ambao serikali inaona juu ya uharibifu unaowezekana kwa sifa yake ya kimataifa. Katikati ya maelezo haya, masimulizi yamezidi kuelekea kwenye uwajibikaji na taswira ya kitaifa. Serikali imeeleza dhamira ya dhati ya kulinda uadilifu wa bendera ya Tanzania kwa kutambua umuhimu wake kuwa kielelezo cha uhuru na utambulisho wa kimataifa.